mwanzo kwanza tunakanusha kwamba taarifa iliyotolewa sio sahihi. Hakuna tamko lolote lililowahi kutoka katika taasisi hii ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege iliyosema kwamba inakiri kwamba wizi umefanyika au unafanyika katika uwanja wa kimataifa wa Abeid Amani Karume. Ndugu waandishi wa habari, tulipata malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara. Malalamiko kwanza, mizigo inafunguliwa, lakini malalamiko ya pili kwamba kuna uwezekano kwamba mizigo yao inaibiwa. Tulipata malalamiko rasmi tarehe 29 Disemba, ambayo tarehe hiyo 29 Disemba tukafanya kikao maalum na wenzetu. Nikizungumza wenzetu, sisi Mamlaka ya Viwanja vya Ndege, kazi yetu ni kusimamia shughuli zote za uwanja wa ndege, lakini kuna kampuni mahususi ambayo inaitwa Ground Handling Company, yani kampuni ya kuhudumia ndege na mizigo, pamoja na wadau wa ulinzi na usalama kuzungumzia kadhia hii. Tuliwataka wenzetu wa Ground Handling Company kufanya uchunguzi wa kadhia hii, lakini sisi kwa upande wetu kama Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar na wasimamizi wa shughuli za uwanja wa ndege tukasema tuunde kamati maalum ambayo iliongozwa na meneja wa security kuangalia na kuchunguza kwa kina kadhia hii ili kujua chanzo cha kadhia kama hii. Tutajiuliza kwa nini tuliunda kamati. Utaratibu wa ndege zinapowasili nchini huwa zinateremsha abiria, lakini vile vile zinateremsha mizigo. Uwanja wetu una kamera maeneo yote, lakini hakuna kamera ndani ya ndege. Maanake mizigo inakuwa ndani ya ndege, tunaita baggage hold, yani eneo la kuhifadhia mizigo. Eneo la kuhifadhia mizigo ni eneo linalomilikiwa na shirika la ndege husika. Kwa ndege hizi kitaalamu, technically hazija equipped, hazikuwekwa kamera za kuchunguza matukio katika eneo hilo. Kwa hiyo hili kwa ni eneo la kwanza, kwa nini tuunde company? Maanake wengine wanauliza kwa nini msione kwenye kamera. Hatuwezi kuona mpaka ndani ya ndege husika. Kwa hiyo kamati hii tulipa kazi kuu mbili. Ya kwanza, kwenda kukagua mizigo yote inayowasili, na hasa mizigo ya wafanyabiashara wanaotokea maeneo ya China na Dubai. Lakini la pili, kuhakikisha wale ambao wanatoa huduma ya upakuzi wa mizigo wanakaguliwa wanapoingia katika ndege na wanapotoka katika ndege, ili kama kuna swala la wizi uweze kulibaini. Hiyo ni hatua ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege. Lakini hatua ya pili, tulimtaka mhudumu wa ndege, tunaita Ground Handling Company, kuhakikisha kwamba watendaji wake wanavaa kamera, tunaita body cam, lakini vile vile inaweka kamera katika eneo lile ambalo tulisema hakuna kamera kwa mujibu wa design ya ndege. Kamati ilifanya kazi kwa muda wa mwezi mzima kuanzia tarehe 1 Januari hadi mwisho wa mwezi wa Januari, ili kuona kama kuna swala lolote la wizi, swala lolote la ufunguzi wa mizigo na hali nzima ya mwenendo wa mizigo inawasili Zanzibar. Kamati imegundua kuna mizigo zaidi ya 100 aidha imeharibika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar kwa sababu tofauti ambazo nyingine pengine tunazifikiria lakini nyingine hatuzijui. Hicho ndo ambacho tumekibaini, na nafikiri karibuni hivi wenzangu nilikuonyesheni baadhi ya matukio mbalimbali. Waandishi wa habari,
mmeyaona, lakini na video fupi ambayo tumekuonyesheni ambayo imeonyesha mizigo ambayo imeathirika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar. Kwa hiyo nafikiri lengo letu leo ni kwanza kutoa hiyo clarification, yani ufafanuzi kwamba hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja, hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja kwamba katika uwanja wetu kuna wizi unaofanyika wa mizigo unaowasili Zanzibar. Hakuna uthibitisho tuliopata hadi sasa uliothibitisha kwamba kuna mzigo wowote aidha umefunguliwa au umeibiwa katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwa yale madai ambayo yamesemwa, yamesambazwa ni uvumi, upotoshaji, na kwa kweli umeathiri sana image yetu kama nchi, lakini image ya uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwa sisi tumelaani, pengine limefanywa kwa kutokujua, lakini impact yake imekuwa kubwa kwetu, lakini inaweza kuwa kubwa kwa nchi kwa ujumla.